Mgogoro kati ya Ufaransa na Burkina Faso umezidi kukua kila kukicha baada ya serikali ya Burkina Faso chini ya rais wake Ibrahim Traore kujiondoa katika jumuiya ya nchi za Francophone, yaani nchi zinazozungumza lugha ya Kifaransa, na kuzuia matumizi ya kuvaa mawigi kwa mahakimu na majaji katika mahakama za mwanzo, mahakama kuu na mahakama za rufani kote nchini Burkina Faso, na kisha kuwafukuza wanajeshi na raia wote wa Ufaransa kutoka pande zote za nchi ya Burkina Faso. Kwa mujibu wa toleo la gazeti la Jeune Afrique linaloandika taarifa na machapisho yake kwa lugha ya Kifaransa, limefichua kuwa maamuzi ya marufuku ya matumizi ya alama na utambulisho huo muhimu wa koloni la Ufaransa uliofanywa na Ibrahim Traore, serikali ya Ufaransa imepanga kulipiza kisasi kwa nchi ya Burkina Faso, ikitumia kuchochea vita ya ukabila ndani ya Burkina Faso, ikianzia katika ukanda wa Sahel. Aidha, Ufaransa inamshutumu rais wa Burkina Faso Ibrahim Traore kwa mauaji ya kimbali dhidi ya watu wa kabila la Fulani wanaopatikana kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Gazeti hilo limefichua kuwa hii ni njia mojawapo itakayotumiwa na Ufaransa katika kulipiza kisasi kutokana na kile ilichokiita kuwa ni dharau baada ya rais wa Burkina Faso Kamanda Ibrahim Traore kuwafukuza raia na wanajeshi wa Ufaransa waliokuwa wakiishi nchini humo kama koloni lao la zamani. Ufaransa inajaribu kuwatumia watu wa kabila la Fulani ambao wengi wanapatikana magharibi na katikati mwa bara la Afrika, ikifanya propaganda na kuwaraghai na kuwadanganya kwa kuwajaza sumu kuwa serikali ya Ibrahim Traore imeshiriki pakubwa katika kuwaua watu wengi wa kabila hilo katika kipindi cha miaka 2.5 ya utawala wa Ibrahim Traore. Ufaransa inajaribu kuanzisha vita katika ukanda huo ambao kwa sasa umeanza kuimarika kutokana na msimamo na Umoja wa Mataifa ya Mali, Niger na Burkina Faso kuungana kwa pamoja na kutengeneza umoja wao wa nchi za Sahel, lakini inatajwa kuwa Ufaransa inajaribu kuwashawishi watu wa kabila la Fulani waliopo katika mpaka wa Burkina Faso na taifa la Ghana ili kuanzisha vita hivyo, lengo likiwa ni kuidondosha himaya na utawala wa Kamanda Traore. Kwa upande mwingine, serikali ya Ufaransa imekuwa ikituma baadhi ya maafisa wake wakinaswa katika video jongefu za gazeti la Jeune Afrique, ambao wamekuwa wakifika katika mpaka huo na kuandaa sherehe kubwa kama hongo ya ulaghai kwa watu wa kabila la Fulani, wakijifanya wema na kuwafuta machozi kutokana na vifo vya wapendwa wao, zaidi wakichonganisha kuwa aliyeshiriki katika kuwaua ndugu zao ni Kamanda Ibrahim Traore. Gazeti hilo pia limeripoti kuwa Ufaransa inalenga kuwaondoa madarakani marais wote wa serikali za kijeshi katika nchi za Niger, Mali na Burkina Faso ambao wamekuwa na misimamo kinzani na mataifa ya magharibi ikiwemo Ufaransa yenyewe, kufuatia mataifa hayo yote matatu kwa kauli moja kuridhia kwa pamoja kujiondoa katika jumuiya ya Francophone OIF na kutengeneza muungano wa nchi za Sahel. Pia muungano huo wa Niger, Mali na Burkina Faso zilikubaliana kutengeneza fedha kwa maana ya sarafu na noti zao ambazo zitatumika katika manunuzi ya bidhaa mbalimbali katika mataifa hayo, huku pia wakianzisha benki ya uwekezaji na maendeleo ya muungano huo, wakianzia na mtaji wa awali wa kiasi cha faranga bilioni 500. Sababu nyingine iliyoripotiwa na kufichuliwa na gazeti hilo ni kitendo cha marais hao wa kijeshi kuwafukuza wanajeshi wa Ufaransa katika mataifa hayo
jambo ambalo limeifanya Ufaransa kuingia katika hasara kubwa ya kununua malighafi na bidhaa za vito ikiwemo dhahabu katika mataifa mengine, kwani hapo awali Ufaransa ilikuwa ikijitwalia bure dhahabu katika migodi iliyopo katika mataifa hayo matatu. Wakati hayo yakiendelea, serikali ya Burkina Faso imeanza kubomoa miundombinu ikiwemo majumba ya watu na vibanda vilivyojengwa katika maeneo yasiyoruhusiwa pamoja na pembezoni mwa barabara na maeneo yaliyovamiwa au kujenga bila vibali vya mipango miji ili kuwezesha ujenzi wa reli ya kisasa ambayo inatarajiwa kuiunganisha Burkina Faso na nchi ya Ghana upande wa 3 Point. Inaelezwa kuwa tayari fidia na watu waliopaswa kulipwa kutokana na bomoa hiyo ya Traore wameshalipwa, huku wale waliojenga mita 25 karibu na barabara hiyo wakitakiwa kuondoka katika maeneo hayo, na tayari serikali ya Traore imewatengea maeneo mengine na kuwawekea miundombinu muhimu ikiwemo maji, zahanati, ulinzi pamoja na usalama ukiwa umeimarishwa katika maeneo hayo. Bado serikali ya Traore haijasema chochote kufuatia kuvuja kwa taarifa hizo, lakini kwa mujibu wa gazeti la Evenement la Wagadugu limeripoti kuwa tayari wanajeshi wa mataifa hayo wameelekea katika mpaka huo kuanza uchunguzi kuhusiana na taarifa hizo, ambapo doria za magari na makachelo waliovalia sare zinafanyika usiku na mchana. Hii si mara ya kwanza kwa Ufaransa kuwatumia wananchi na waasi kuwalaghai na kumuua kiongozi wa nchi zinazoendelea, hasa wenye ushawishi kwa watu anaowaongoza na aliyepo madarakani, zaidi ikiweka mbele manufaa yake yenyewe kwa lengo la kutoa rasilimali za nchi ikiwemo madini. Sote twakumbuka namna Ufaransa ilivyoshiriki kuwalaghai wananchi wa Libya na kufanikisha kuuawa kwa Kanali Muammar Gaddafi, na ndipo baadaye wananchi waliokuwa wakiishi bila kulipa kodi wakilipwa mishahara pasipo ofisi maalum wala ajira, pamoja na vijana kulipiwa mahari wakati wa kuposa, wakajikuta fursa zote zimekoma baada ya muasisi wake Kanali Gaddafi kuuawa kikatili. Hapo ndipo kauli ya majuto ni mjukuu hujitokeza. Yote kwa yote, Afrika lazima iungane kuwatetea, kuwasemea na kuwalinda viongozi wao, hasa wenye misimamo na maamuzi magumu kwa maslahi mapana na mustakabali wa Mwafrika. Mungu ibariki Afrika. Tukutane tena katika sehemu ijayo. Mimi ni Castor Elias.